Naifungua dunia mpaka ushuani. Naona kuna gari ya kifahari ilikuwa ikitimba hapa. Na huyo mshikaji alikuwa akishuka. Ni mtoto pekee kwenye familia ya kitajiri. Na babake ni waziri mstaafu. Mpaka huyu mlinzi alikuwa akimsikitikia mshikaji kwa sababu huyu mwamba ni anaponda pesa ya babake. Mdingi, nakuona umekula utulivu hapa. Nilikuwa zangu huko New York, nilikuwa kunyonya maisha, kuponda pesa. Mdingi alimgunga kiganja. Wewe pumbavu nini? Unachokiwaza kwenye maisha yako ni kuponda pesa, si ndio? Baba, unanipigia kofi kweli? Ndio, na nitakupiga zaidi hapa. Mtoto mshenzi kweli wewe. Kwani dadi, shida ni nini? Ni kwamba huyu mshikaji ni mpenda bata, ni mnyonya maisha. Yeye ni mtu wa mademu, madawa, sigara, pombe, ganja. Yaani kila kitu. Yeye mshikaji ndio maisha yake, ni mtu wa kuponda raha kinoma noma. Mdingi amekuwa akimfokea kila siku mshikaji, lakini mwamba hakuna kitu ambacho anakielewa. Amekuwa ni mtu ambaye anazingua kila itwapo leo. Mdingi amekuwa kimaindi vibaya mno. Na dude letu linakwenda kwa jina la mtoto ambaye anatumia pesa ya babake vibaya. Ni kiazi tu. Najua bado hujasubscribe YouTube channel yangu. Tafadhali naomba ufanye hivyo. Hakuna channel nyingine yoyote ambayo utapata movie yangu mpya zaidi ya hapa. Ukitaka movie zangu mpya, subscribe. Chini ya video hii upande wa kulia kuna maandishi yameweza kuandikwa neno subscribe. Na tukirudi huku kwa machakalam, yani Uswahilini, kwa wala daga mchele kama mimi hapa, jini ya sauti ya Simba, tunakutana na udada anakwenda kwa jina la Nonye. Udada ni muuza mgawa na anapambana kweli kuweza kuhakikisha kwamba anapata pesa ya halali. Respect kwa wanawake wote ambao mnapambania kupata pesa ya halali. Na udada amekuwa akipambana vibaya mno na sio mnyonge. Ukihitaji kumdhulumu pesa ni lazima likukute tukio chafu. Ni mdada ambaye tayari ameshakutana na vitu vingi kweli. Ni ngumu kuweza kumfanyia jambo lolote baya. Tukirudi kwa mshikaji ambaye anaitwa Desmond, hutoka uamini. Mwamba ni mzee wa totozi. Na hapo yuko na pisi mbili. Nyashi! Na muda si mrefu mshikaji, simu ilikuwa ikiita hapa na Mwamba alichokifanya ikabidi aweze kuangalia ni nani. Mwamba kashtuka. Alikuwa ni babake, amempigia mara nyingi vibaya mno. Zaidi ya miskolo 90. Mshikaji kapagana kuchanganyikiwa. Ikabidi aweze kunyanyuka mbele ya nyashi mbili hapa. Mshikaji hata kama ni kuenjoy amezidisha. Chikinyashi zilivyotulia tu pale. Mshikaji inaonekana ameenjoy. Basi mshikaji ni mchaka. Alikuwa akirudi maskani kwa sababu Mdingi alikuwa akimhitaji haraka iwezekanavyo. Mshikaji alikuwa akiwahi vibaya mno. Alifika mpaka maskani, lakini cha ajabu, mabegi mshikaji katolewa nje. Mshikaji anatoka kwenye gari anashangaa, begi liko nje. Vipi tena, begi langu linafanya nini hapa nje? Nani kakupa idhini ya kutoa begi nje ghafla? Mdingi akawa anatoka hapa. Sikia nikwambie kitu kimoja wewe mtoto. Kiukweli nimesha kuchoka. Inabidi uondoke kwenye nyumba yangu. Kivipi dadi, ni shida nini jamani? Kiukweli mimi sikufanya vile kimakusudi. Kimakusudi milioni 90. Yaani milioni 90 utoka uamini. Ni kwamba mshikaji siku ya jana kaingiza losi ya milioni 90. Zote kazitoa kwenye benki, alafu mwisho wa siku kazipoteza kwa sababu ya mambo yake ya starehe. Ni mtu wanawake, pombe, madawa na ganja. Mshikaji ndo vitu vyake. Mdingi kaamua kumtimua. Mwamba alikuwa akiomba radhi, dadi tafadhali, kama ni hiyo pesa mimi nitairudisha, nitapambana kuirudisha tafadhali. Milioni 90 tu baba ndo ikufanya uweze kunifukuza hapa maskani. Na tukirudi upande wa pili kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Nonye. Leo kuna wapolo waliingia hapo. Wazee wa bangi, ganja nini, tupe hela yetu sasa. Sikia nikwambie kitu kimoja kabinti, inabidi utupe ile yetu haraka iwezekanavyo. Leta pesa hiyo na tumekukatia risiti hiyo. Hawa jamaa bana wanajifanya kwamba wao ni watu ambao wanatokea wizarani, ni watu wa serikalini, na kila siku wamekuwa wakimtimbia huyu dada hapa, wanamchaji pesa kwamba kuuza hapa mgawa inabidi awe analipia kila itwapo leo, na kila siku wamekuwa wakija na malisiti. Bidada amekuwa akilalamika kwa sababu wamekuwa wakimuingiza hasara, tena wanakuja asubuhi kila siku. Na tukirudi kwa Mwamba hapa, mshikaji wetu ambaye anaitwa Desmond alikuwa akitimliwa, yani Mdingi wake amegoma kabisa kuweza kumsamea mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Desmond. Na Mwamba alichokifanya ikabidi aweze kutimba kwa rafiki yake. Huyu ni rafiki yake mkubwa ambaye wanakubaliana kinoma noma, na anakwenda kwa jina la James. Basi Mwamba akawa anatimba mpaka Ndina. Kaja kitozi, unaelewa tena, mtoto wa tajiri. James alivyomwona akajua sasa hapa mgeni, njoo karibu tupone nini. Kikweli Mdingi kanitimua mwanangu. Eti kisa milioni 90 tu kanitimua. Mdingi anazingua bana, kama milioni 90 nini tu, milioni 90 tu. Alafu nina njaa kweli mshikaji wangu, twende tukale, una chochote humu ndani? Basi mshikaji wake kamchukua Mwamba na kamleta hapa. Sehemu gani hizo unandeta mimi? Sehemu imekaa kabisa kama ya kipuzi. Jamani karibuni wateja, jamani karibuni hapa, unapata chochote, unapata ugali na mlenda nini hivi, azimbatata nini, kila kitu unapata hapa. Wali, mchele nini, pilau, kila kitu unapata hapa. Vipi, hakuna sehemu ambayo ina utulivu, ina AC, VIP nini ambayo naweza nikakaa
akaenjoy mtoto tajiri kama mimi. Gai, hapa ni mgawani. Kwa kama ni mgawani, mimi nimekuja hapa nahitaji sehemu nzuri iliyotulia. Sihitaji kuchangamana na wao maskini. Bidada akawa anacheka pale. Alicheka vibaya mno. Yaani umekuja kwenye mgawa wangu, unakuja unaanza kujipangia kitu ambacho unakipanga wewe. Hivi una akili timamu kweli wewe? Kama ulikuwa unajijua ni tajiri, si ungeenda hotelini? Nini ambacho kimekuleta hapa? Mshikaji akasema kana nijibu, "Nitakabonda kama mimi, nitakapasua mimi nitakabonda hapa. Utambona nani? Nitakapasua kakadem kananiletea mimi ujinga. Ujue mimi ni nani? Mimi ni mtoto wa tajiri. Mtoto wa tajiri unanuka. Yaani unanuka vibaya mno. Alafu unajiona mtoto wa tajiri. Sijui kikwapa hicho hujaosha sijui miezi mingapi. Unamsikia udemo anachokisema? Mimi nitaua hapa." Mshikaji akawa anahitaji kuweza kuwa. Bidada akasema, "Unanuka. Wewe unanuka." Umekisikia kinavyosema? Mimi nitakuja nikigonge hichi kidemo. Mshikaji alimaindi vibaya mno, alafu mwisho siku akawa anajichenga. Usilete tena watu kama hao. Yananuka linanuka, alafu linajita ile mtoto tajiri pumbavu zake mjinga. Huyu dada alikuwa ni mtu ambaye akili unyonge, ni maskini jeuri. Basi bana miamba alitimba mpaka maskani. Mshikaji alikuwa kimaindi vibaya mno. Kikweli guys, sijapenda alichokifanya. So hujapenda, mimi sijapenda zaidi. Kile kidem kinazingua. Kwani guys unashingapi hapo ulipo? Unashingapi hapo ulipo? Maana unavimba mwanangu, unavimba kinoma noma. Wewe zungumza tu. Unashingapi mfukoni au kwenye akaunti yako ya benki unashingapi? Mimi kuhusiana na pesa, naambie. Unashingapi kwenye akaunti yako? Tujue hapa sasa hivi. Mimi kikweli sina hela. Babangu kafungia akaunti zangu zote. Yaani kikweli sina hata 100 hapa nilipo. Sijui nina 2000 libaki jana baada ya kununua kinga. Mshikaji akawa anacheka. Kwa kumbe fujo zote hizo na 2000 mfukoni gai. Alafu unavimba. Mimi nikojua labda umetoka na mavumba kwa babako alafu umefika hapa ndo maana unavimba kiasi hichi. Kwani shida iko wapi? Mimi kwa tuna hela. Shida tu ni kwamba tu ndo vile babangu kanifungia kila kitu. Ila mimi pesa ipo. Nina mamali ya kutosha. Sio mamali. Kitu ambacho tunakiangalia sasa hivi. Una shingapi kwa sasa hivi? Kama una hela gai, acha dharau. Unaleta dharau wakati unajijua kwamba una hata 100, una hata bampa, alafu unaleta madharau. Kondo na nisimanga hapana. Nakwambia ukweli, umezingua gai. Hapa ni mtani, so ushwani hapa, huko ni Uswahilini. Alafu mshikaji akawa anajinga. Mimi uniambie chochote. Naweza nikauza hata saa yangu nikakununua wewe pamoja na mtaa wenu mzima. Ndio mimi ujinga wakati mimi ndo mtoto wa tajiri, mtoto wa waziri mstaafu. Babangu wakati ni waziri mkuu alikuwa anasumbua kweli. Na kile kidem chako kinaniambia eti mimi nanuka. Mimi nanuka mimi. Lakini ngoja hapa kama nanuka kweli hivi. Kama kidem kimezungumza kweli kama nanuka kweli hivi. Ni wakati mwingine mshikaji alimtimbia bidada ambaye anakuwa kwa jina la Nonye. Alikuja hapa kwa sababu ya kutaka msosi. Na kuona umekuja kwa mara nyingine tena. Kikubwa tu sio umekuja kwa sababu ya shari. Mimi sijaje na shari. Mimi nimekuja hapa nina njaa bana. Nahitaji msosi. Okay, hakuna shida. Wali 2000 na maharage, alafu 3000 wali nyama. Mshikaji kamwambia sikia nikwambie kitu kimoja. Hii ni saa yangu ya gharama kweli. Nilikuwa naomba nikupatie hii saa alafu nitakula wiki nzima hapa mgawani kwako. Hivi una kile timamu kweli? Ukiangalia kwenye huu mgao unaona tunataka pesa au tunataka saa? Au unaona kuna mtu ambaye ameandika hapa kwamba tunabadilishana vitu. Hapa ni pesa na chakula tu. Kwa nini uzungumze hivyo? Nazungumza hivi kwa sababu nahitaji pesa. Tu mwenyewe unaonekana umependeza alafu kumbe ndona tu imetawala, una hata 100 unaanza kuuza saa. Shenzeni. Leta pesa hapo, usilete maneno. Mshikaji alichokifanya ikabidi aweze kumrudia babake. Alijaribu kweli kumuomba mlinzi aweze kumsaidia kuongea na babake, lakini mdingi ilikuwa ni ngumu kweli kuweza kumuelewa. Mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Desmond. Huko bidada, utoka uamini. Wale miamba wametimba kwa mara nyingine. Walizidi kumzingua anachokitaka. Ni pesa tu. Bidada amechoka, maana washikaji wanakuja kila siku na kwa siku wanataka 5000. Yaani hao miamba wanasumbua vibaya mno. Na kwa kuwa bidada siku leo alikuwa hana pesa, waliamua kuchukua vyakula vyote. Waliamua kubeba kila kitu ambacho kinamhusu huyu dada. Bidada alikuwa akiwazuia kwamba tafadhalini, hiyo ndio biashara yangu. Aliwaomba kweli wamba, lakini hakuna mtu ambaye anamuelewa. Mshikaji sikakutoa jamani, simameni. Wewe simama. Shida nini kwani? Tatizo ni nini? Yaani tatizo ni nini? Bidada ndo akawa anamwambia mshikaji kwamba wamebeba vitu vyake kwa sababu eti wanataka pesa. Na mshikaji kuuliza, akawa anauliza kwamba shida ni nini? Si ni watu kutoka serikalini. Tumetumwa na serikali kwa sababu ya kuja kukusanya kodi. Mmetumwa na serikali? Kama mmetumwa na serikali basi ni jambo zuri, kwa sababu mimi babangu ni waziri mstaafu, alafu mimi nafahamiana vizuri kabisa na mkuu wa mkoa. Ngoja nimpigie mkuu wa mkoa sasa hivi, alafu ndo tujue kabisa kwamba je, nyinyi mnatokea serikalini ama la. Na kama kweli mnatokea halmashauri basi itakuwa ni jambo zuri. Tutayazungumza hapa alafu tutamalizana. Ngoja nimpigie mkuu wa mkoa. Haka vipi tena? Basi mshikaji akawa anapiga simu. Mheshimiwa, kuna vijana wawili niko nao hapa. Miamba kabaki wanachanga kwamba mshikaji kumbe anajuana kweli na mkuu wa mkoa. Ikabidi wajichenge, ikabidi wakimbie pale. Miamba alitoka mchaka vibaya mno. Kumbe wa miamba bana walikuwa ni matapeli tu. Hakuna mtu ambaye anatokea serikalini hapa. Ni matapeli ambao walikuwa kimtapeli bidada ambaye anakwenda kwa jina la Nonye. Basi mshikaji alikuwa tayari amemsaidia bidada na akamsaidia
kuweza kubeba vitu, na bidada alikuwa akimshukuru kweli mshikaji kwa sababu siku leo Mwamba kamuokoa. Basi bana, Mwamba alifika mgawani kwa bidada na alikula vizuri kweli leo kwa sababu kamsaidia mtoto wa kike, na bidada akawa anamwambia asante sana. Alikuwa akimshukuru mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Desmond kwa sababu siku leo mshikaji kamsanua kwamba wale miamba walikuwa ni mataperi tu. Pia bidada alikuwa akimuuliza mshikaji kwamba nilikuwa na ulikuwa ukitokea kwenye nyumba ya waziri mstaafu, vipi? Ulikuwa unafanya nini pale? Wewe ni mzo wa takataka nini mle? Mshikaji akasema hapana, pale ni nyumbani kwetu. Ile ni nyumba ya babangu. Bidada anacheka. Yaani nyumba ya babako ile, ndio? Ndio, unadhani mimi falas ndio? Mimi mjinga. Wewe mpuzi ambaye unashindwa hata kulipia sahani moja ya wali uende ukakaa kwenye ile nyumba. Acha ujinga pumbavu. Acha ndoto za asubuhi. Bidada alikuwa akimcheka mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Desmond. Wakati mwingine bidada alikuwa zake kazini, na kuna bidada akatimba hapa, mtoto kike akawa anamkaribisha. Udada akajitambulisha kwamba yeye ni mwekezaji ambaye anawasaidia watu wengi sana ambao ni wafanyabiashara wadogo. Basi bidada akamkaribisha, jamani njoo kae hapa. Nimekuja hapa kwa sababu nataka kufanya mgao wako uwe mkubwa. Jamani, asante sana. Ndio, kiukweli unaweka pesa kidogo, unapata pesa mingi. Kwa mfano, kuna mtu kaweka milioni 1 kapata zaidi ya bilioni 10 sasa hivi, anamigawa kila kona. Na nikaona ile dili nikuletee na wewe. Wewe hapo nikikuangalia ukiweka 500 au 200, ni lazima kuweza kupata bilioni 1 hata milioni 500. Hapo unapata. Bila simu usiniambie kama uamini mimi naondoka. Jamani hapana. Ndio, yani kwenye mgao wako utautanua, mgao wako utakuwa mkubwa kweli. Wewe ni kitendo tu cha kuweza kuweka 200,000 tu. Ukiwa na 200,000, mimi nitakusaidia hiyo 200,000 ndani ya wiki moja tu itazalisha, itakuwa milioni 500. Bidada alichekelea kiaje. Udada akawa anaondoka pale, anamwambia wewe inabidi ufanye mchakato kwa sababu mgao wako utakuwa mkubwa kweli. Na baada ya siku moja kuweza kupita, utoka uamini. Yule bidada akatimba. Nimekuja sasa leo, nimekuja na mikataba yote kutoka kwenye kampuni. Inabidi usaini chapchapu na utoe hiyo 200,000. Na baada ya wiki moja itazalisha na kuwa milioni 500. Bidada kamuonesha, "Ya, wala usijali, hapo fresh. Jambo zuri." Basi bidada alikuwa akichekelea vibaya mno kwa sababu anaenda kuweka 200,000, baada ya wiki moja inakuwa milioni 500. Hivyo mtazamaji ambaye unatazama hii picha, hivi ni kweli kuna sehemu ambayo unaweza kawekeza 200,000 alafu ukapata milioni 500 baada ya wiki moja? Na Mwamba alikuwa akishuhudia kila kitu. Hapa utaandika jina lako, hapa utatia sahihi yako, na hapa utaandika namba yako ya simu. Basi bidada akawa na saini pale, mshikaji kamzuia, wewe toka. Nataka kufanya nini hapa mpumbavu wewe? Unatapeliwa mchana kweupe. Mshikaji alikuja kumsaidia bidada. Jamani wewe, vipi? Huu ni mkataba wangu pekee ambao unaweza kunifanya mimi nikatoboa maisha. Tulia wewe, hamna unachokijua. Sio hamna ninachokijua. Usiniharibie bana biashara. Mshikaji akamwambia, tulia wewe. Mimi ndo najua nini ambacho nakifanya. Akawa anaanza kumpiga maswali yule dada. Yule dada akagundua tu kabisa hapa kitumbue kimeingia mchanga, alitoka mbio vibaya mno. Ilibidi akimbie. Bidada alipagawa, alichanganyikiwa. Desmond kafanya nini? Huyu kaka amekuja kuniharibia kindege changu. Mkaka ni mshenzi. Sio mshenzi. Ulikuwa unatapeliwa hapa. Mshikaji ndio ikabidi aweze kumuonesha kila kitu bidada na kumuelezea mpaka huyo msaidizi wake, na bidada naye alimsaidia bidada kusoma pale. Utoka uamini. Bidada leo alikuwa anatapeliwa leo. Bidada alipaga akasema, "Ngoja nizimie." Jamani basi miamba wakawa namnyenye, usizimie sasa hivi, utazimia baadaye. Sawa jamani. Basi poa, nitazimia baadaye. Ngoja nikae jamani, milioni 500 zimeenda jamani, nilikuwa nahitaji kumbe nikutapeliwa. Nilijua tu. Yaani 200,000 kivipi ndani ya wiki moja tu nipate milioni 500 jamani, huyu dada kumbe nitapeli. Bidada alikuwa anatapeliwa leo bila mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Desmond. Bidada alikuwa anatapeliwa. Yaani eti unaweka 200,000 alafu upate milioni 500. Ni jambo ambalo haliwezekani. Tena ni kwa wiki moja. Ni jambo ambalo haliwezekani. Hata kama ingekuwa ni kwa milioni 2 ni kitu ambacho hakiwezekani. Basi bana walipata time ya kupiga story kati ya mshikaji pamoja na bidada. Na bidada alikuwa akimshukuru Mwamba kweli kwa sababu mshikaji kamsaidia kwa kiwango cha juu. 200,000 yake imepona. Mshikaji akamwambia kuna shida, wala usijali, kila kitu na imani kipo sawa kwa wewe, kuwa na amani. Pia mshikaji alikuja kumuomba bidada kwamba kama hatojari, alikuwa akiomba aweze kufanya kazi kwa bidada. Yaani wewe namsaidia kuosha vyombo, alafu bidada anampa chakula pia na mshahara kila siku kama ni buku ama buku 2. Bidada kabaki anashangaa. Labda sijakusikia vizuri. Yaani unataka mimi nikuajiri wewe? Sawa, mimi nitakuajiri. Lakini wewe ulikuwa unajifanya eti sijui mtoto wa waziri mstaafu, sijui mtoto wa tajiri. Mshikaji akasema of course, yule ni babangu. Awe na mtoto mpumbavu kama wewe ambaye unaomba kazi za migawani. Mshikaji akamwambia okay, ngoja nikuoneshe ushahidi. Mwamba ikabidi aweze kumuonesha mtoto wa kike ushahidi pale. Mimi nakwambia ni babangu na bisha. Akawa anamuonesha. Bidada kuangalia, ni kweli, huyo ni babangu. Ni kweli? Hii inawezekanaje?
Bidada kabaki anashangaa. Kopa nimekaa na mtoto wa Zili, mtoto tajiri mkubwa jamani, yuko nyumbani kwangu jamani. Kabidada kalifly kinoma kwa sababu kwa sasa hivi kapo karibu na mshikaji ambaye ni mtoto wa tajiri mkubwa ambaye ni waziri mstaafu. Lakini bidada akashtuka. Hasa kwa nini haupo kwenu huko mtani na wewe ni mtoto wa tajiri mkubwa hivi? Mshikaji ndio ikabidi aanze kumuelezea mtoto wa kike kila kitu, sababu nzima ya yeye kuweza kutimuliwa nyumbani kwao. Alimueleza madhaifu yote ambayo yuko naye, lakini aliahidi kwamba kwa sasa hivi ameshajifunza kulingana na namna ambavyo amekaa mtaani. Mimi kuna kitu najiuliza, huyu mshikaji ni mtoto wa tajiri kweli? Ataweza kufanya kazi mgawani? Ataweza kweli kuosha vyombo, kusugua masufuria? Maana pia kazi za mgawani unaambiwa hivi, chakula watakula wateja, alafu sisi wahudumu tutakula makoko. Unadhani mshikaji ataweza? Mimi nadhani tuendelee kuangalia picha yetu mpaka mwisho tujue mshikaji atatoboa ama la. Ni watu wengi kweli wamekuwa kitamani kuweza kutengeneza pesa kupitia YouTube, lakini changamoto kubwa ambayo watu wengi wamekuwa wakiipitia ni kuweza kukamilisha ile masaa 4 ili mradi aweze kutengeneza pesa kupitia YouTube. Ni kweli bana, YouTube ni platform ambayo inalipa vizuri kweli, na ni vijana wengi wametajilika, wamekuwa mabilionea kwa kuweza kutengeneza pesa kupitia YouTube. Hata wewe pia unaweza kutengeneza pesa kupitia YouTube, ijapokuwa changamoto kubwa ni kuweza kuyatimiza ile masaa 4 ili mradi uweze kutengeneza pesa kupitia YouTube. Na siku ya leo nimekuja na ofa kidogo tu. Nahitaji kuwasaidia wale wote ambao wanatamani kuweza kutengeneza pesa kupitia YouTube. Wewe nicheki kwa hizo namba 0755660003. Sio bure jamani. Kuna kiasi kidogo kweli utachangia ili mradi tuweze kusupport mchongo. Wewe nicheki WhatsApp kupitia hizo namba, alafu nikusaidie ni namna gani uweze kupata masaa 4 ili mradi uweze kutengeneza pesa kupitia YouTube. Basi bana, ni wakati mwingine tunamwona bidada ambaye anaitwa Nonye. Huyu dada bana ni mpambanaji vibaya mno. Anapambana kuweza kuhakikisha kwamba maisha yake yanaenda. Anaitafuta pesa yake mwenyewe kwa kutumia nguvu kubwa kweli. Wanawake ambao wanapambana na kuweza kutafuta pesa zao wenyewe, Mwenyezi Mungu wa bless kweli, awapatie maisha marefu. Nimewaambia mimi kama jini ya sauti ya Simba. Lakini leo ndio siku ambayo mshikaji alitakiwa aweze kutimba kazini, lakini utokao uamini ni kwamba mpaka sasa hivi mshikaji alikuwa hajatimba kazini. Kwa maana kazi zote alikuwa akizifanya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Nonye. Alichokifanya ikabidi ampigie mshikaji simu kwa sababu alikuwa akizidiwa na kazi hapa, wakati ameshapata mfanyakazi mpya. Akawa anampigia mshikaji simu, basi limomba ndo linaamka. Likashtuka kwa sababu ilikuwa ni saa 8 pale. Bidada kama amempigia simu, Bidada akawa anamkalakasha kwamba inabidi aweze kwa kazini haraka iwezekanavyo kwa sababu sasa hivi ni saa 8. Yaani mshikaji analala mpaka saa 8. Mpaka rafiki yake anamjangana kuona gai mlalavi mwenyewe. Niache gai, ngoja niwe kazini mimi. Mwanzake anacheka tu kwa sababu mshikaji sasa hivi anafanya kazi za mgawa. Mwamba alitimba mpaka mgawani. Akiwa amevaa tinted fulani hivi, mwamba kanyoka. Wewe kikweli samani nimechelewa. Kwanza unavaje hivyo? Na ulikuwa unafanya nini muda wote? Yaani unalala mpaka saa 8. Kweli wewe utaweza kazi kweli? Sikia nikwambie kitu moja. Chap bana, muda umekwisha. Inabidi uanze kufanya kazi haraka iwezekanavyo kwa sababu hatuna muda wa kupoteza. Sasa hivi inabidi uanze kazi. Inabidi mshikaji aanze kazi hapo. Na mshikaji amefika akiwa ameshine vibaya mno. Twende huko kaosha vyombo, kaosha masufuria. Shika vyombo hivi, anza kuosha chap bana, mimi naendelea kuhudumia wateja, alafu toa miwani na kofia hii. Jamani, hizo ndo blandi zako huko, blandi ya nyoko. Basi mshikaji ikabidi aanze kusafisha vyombo pale kwa sababu hii ndo kazi yake. Ni mhudumu wa huu mgawa. Basi mwamba anasafisha mavyombo ni kama yote. Noi, si ndo maisha ambayo mshikaji kayachagua. Mwamba Noi inabidi aendelee kufanya usafi, lakini maisha ambayo hajayazoea kabisa. Mshikaji hajazoea kuosha vyombo. Amezoea maisha ya kibosi, maisha ya kitajiri, lakini sasa hivi anaishi maisha ambayo wanaishi watu wenye hali ya chini, watu wenye maisha magumu. Ndo maisha ambayo mshikaji anayaishi kwa sasa hivi. Lakini no way, inabidi apambane. Osha vizuri chapchapu. Mshikaji ana namna, inabidi aoshe tu, lakini ilikuwa ni kwa ugumu kweli. Bidada kiujumla ni amechangamka vibaya mno. Walizidi kufanya kazi kwa pamoja. Mshikaji ni mhudumu na bidada ni mpishi pamoja, ndo boss pia kwenye mgawa. Na mshikaji pia alijitolea kuweza kumfundisha bidada kusoma kwa sababu alikuwa hajui kusoma na kuandika, na hii ndo maana ilikuwa ikimpelekea mpaka anatapeliwa. So mshikaji ilibidi aweze kuchukua jukumu la kuweza kumsaidia kuweza kujua kusoma na kuandika. Bidada ni analala tu kwa sababu yani elimu sio vitu vyake hata kidogo. Na wakumbusha tena, msisahau kuweza kusubscribe YouTube channel yangu. Hakuna sehemu yoyote ambayo unaweza kupata movie zangu zaidi ya kwenye hii channel. Subscribe hapo. Chini ya video hii upande wa kulia kuna maandishi yameweza kuandikwa neno subscribe. Na ikifika time fulani hivi mshikaji anarudi maskani. Na kuona guys sasa hivi kila siku mgawani. Rafiki yake anamcheka kwa sababu mwamba sasa hivi anafanya kazi kwenye mgawa.
Yes, of course, pia na enjoy kufanya kazi pale. Una enjoy au umempenda yule mama muuza? Umempenda yule dada ambaye anauza? Of course, kuna namna kama nampenda kama anakuja hivi, lakini nimeenda pale kwa sababu ya kufanya kazi. Guy mwenyewe na kuaminia amna. Sio kwamba labda nimempenda kama wanawake wengine tu kwamba nataka nimjunje kitumbua. Hapana, usiniambie kwamba umempenda kutoka moyoni. Of course, okay, mimi nakubali tu, lakini tutaona matokeo mbele ya safari. Ni kwamba mshikaji ambaye anaitwa Desmond alikuwa akimwambia rafiki yake kwamba bidada ambaye anaitwa Nonye amempenda kutoka moyoni, na sio kwamba kamtamani kama ambavyo waga anatamani mademu wengine, ila kampenda kutoka moyoni. Huko Mdingi alikuja kupata taarifa kwamba mtoto wake sasa hivi amebadilika, amechange, anafanya kazi na pambana na tafuta riziki yake yeye mwenyewe. Mdingi kuna namna akajisikia raha. Hivi ndo ambavyo alikuwa akihitaji mtoto wake awe. Ndio hivyo bana, uwezo kutafuta mapesa ukawa bilionea unakuja kuwa tajiri alafu toto lako linakuja linatumia pesa vibaya. Lazima lijifunze kutumia pesa vizuri. Ndio kitu Mdingi alikuwa anahitaji kuweza kufanya. Na ndio maana hata mtoto ukiona babako amekutimua kulingana na tabia zako mbaya, sio amekutimua kwa sababu anakutenga na akupendi. Rahasha, anakutimua kwa sababu anahitaji kujifunza. Mdingi amini sasa hivi mtoto wake amekuwa ni mpambanaji, eti anatafuta pesa. Mdingi alitimba mpaka kazini ambako mshikaji anafanya kazi. Nilikutana na bosi wake na alikuwa akimuuliza mambo matatu kuhusiana na mshikaji. Mwamba kutimba, haamini. Haamini, anamuona babake ametimba mpaka kazini kwake. Haamini eti baba ni wewe. Mwamba amini, basi ikabidi aweze kuweka mizigo pale na kumpatia heshima babake. Kiukweli dadi, kiukweli nakeli babangu, najua nimekukosea, najua kuna namna nilikuwa mtoto mpumbavu. Tafadhali dadi, mpaka sasa nimeshajifunza kwa kiwango cha juu. Nimegundua kwamba nilifanya makosa. Siwezi kutumia pesa vibaya, siwezi kuvuta bangi wala miadarati ya aina yoyote, siwezi kutumia madawa ya kulevya wala chochote wala pombe. Babangu, naomba unisamehe, nimebadilika mimi mwanao. Na kuomba eti nimechange nao. Siwezi kurudia tena. Sitotafuna vitumbua vya wadada, sitonjunja wala sitochukua mademu wawili kama ambavyo nilikuwa nafanya, wala sitochukua mademu wenye nyashi kama jinsi yanavyo naniaga. Mimi sasa hivi nimetulia sasa hivi. Mdingi akasema nimekusamea mwanangu. Mwamba amini, baba umenisamehe? Ndiyo bana. Mwamba kasamehewa na babake. Ilikuwa ni furaha kubwa vibamno na makumbato, ndo kitu ambacho kiliendelea pale. Nimefurahi kweli mwanangu, na asante kweli binti kwa kuweza kumbadilisha mtoto wangu. Kabla kana tabasamu tu pale, kwa sababu kenyewe kana mchango mkubwa sana wa mshikaji kuweza kubadilika na kuwa mtu ambaye amenyoka. Mdingi alizidi kumshukuru bidada ambaye anakwenda kwa jina la Nonye. Mwamba kasema asante kweli baba, asante kwa kunisamehe. Ndiyo, asante mkuu kwa kumsamehe. Ndiyo, ni mwanangu, lazima nimsamehe. Ndio hivyo bana, mtoto atafanye kosa kiasi gani, mzazi hawezi kumtupa, hawezi kumtelekeza. Na Mdingi akamwambia amrudishie ufunguo wake wa gari hapa na kila kitu kwenye maisha yake. Mwamba karudishia ufunguo wake wa gari. Jamani, asante baba. Mwamba amini sasa hivi kila kitu sasa kimerudi kwenye mikono yake. Na Mdingi akawa na waaga mdogo mdogo, akawa anajichenga pale, akawa anaondoka zake. Mwamba ilikuwa ni furaha kubwa vibaya mno. Na bidada ndo usiseme, jamani, leo ndo nimehakikisha kabisa kwamba kweli ni babako. Kule usimdharau mtu usiyemjua. Nilikuwa na kudharau na kuona kalungu kumbe mtoto wa mtajiri. Lakini hata hivyo nilikusaidia eti. Kwa usinisahau kwenye ufalme wako. Mshikaji kamwambia, sikia nikwambie kitu kimoja mtoto. Hakunaga ufalme bila malikia. Hata mimi kwenye ufalme wangu nahitaji kuwa na malikia. Na malikia ambaye namhitaji kwenye ufalme wangu, nahitaji malikia mwenye nguvu, mwenye akili nyingi. Na hakuna malikia mwingine zaidi ya wewe. Unadanganya mimi wewe. Wewe ni muongo, utanitelekeza. Mshikaji kasema hapana, siwezi nikakutelekeza mtoto. Mimi nakupenda. Nahitaji wewe ndo malikia kwenye ufalme wangu. Na kuhitaji wewe kama mtoto kazuli, una mdomo mzuri, vimacho fulani hivi mzuri. Mwamba kambeba mtoto. Mwamba kamzungusha. Ilikuwa ni furaha kubwa vibaya mno. Na kuanzia hapo mahusiano yao wawili ndo yalipoanzia. Na mshikaji utoka uamini ni kwamba alikuja kumuoa bidada bana. Na Mwenyezi Mungu alikuja kuwa bless, alikuja kupata mtoto mchele. Na mtoto wa kwanza huwa kamuita Genius. Wewe huwa analipenda jina langu. Mimi ni Genius sauti ya Simba. Genius sauti ya Simba, naumwa mafua. Jamani, naumwa mafua jamani. Najua kuna namna voko ilikuwa haiko sawa, lakini hivyo vikibabe bana. Naumwa mafua. Tuendelee kuenjoy. Na mimi Genius sauti ya Nangata.